kumbukumbu ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Mgombea wetu wa ubunge amelieleza vizuri, na mimi nirudie kusisitiza kwamba katika siku tunazoziheshimu katika nchi yetu ni kumbukumbu ya baba wa taifa letu. Na tunaheshimu kwa sababu gani? Kwa sababu baba wa taifa letu Mwalimu Nyerere kwanza ndio muasisi wa uhuru wetu, uhuru wa Tanganyika, vita iliyoongozwa na TANU. Mwenyekiti wake alikuwa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, ambaye aliongoza kupata uhuru bila kumwaga damu. Lakini vile vile baba wa taifa Mwalimu Nyerere kwa kushirikiana na rais wa kwanza wa Zanzibar ndio waliounganisha nchi yetu kuwa taifa moja. Kwa hiyo ndio muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile baba wa taifa ndio alianzisha falsafa inayotuweka pamoja siku ya leo, falsafa ya kuunganisha taifa letu kuwa taifa moja, taifa lenye umoja, amani na mshikamano. Ni mwanasiasa na kiongozi aliyesimamia usawa, utu na upendo. Lakini vile vile alianzisha sera ya ujamaa na kujitegemea ambayo ilihamasisha wananchi kushirikiana, kuheshimiana na kutanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Hivyo leo tunapomwenzi baba wa taifa, tunafanya jambo ambalo lina maslahi makubwa kwa taifa letu kwa siku zijazo, kwa maana ya kutambua yale mema aliyofanya wakati wake, lakini pia kujizatiti na kuahidi kuyaendeleza. Leo tutafanya kosa kubwa sana kama tukiacha misingi ya umoja, mshikamano na amani kwa nchi yetu, huku tukidai kwamba tunamwenzi baba wa taifa. Kwa namna ya pekee, ndugu zangu wa Iramba na Mkalama, naomba tupige makofi kwa urithi huu wa baba wa taifa. Katika kipindi chake baba wa taifa Mwalimu Nyerere, jambo kubwa alilolisimamia kuliko yote ilikuwa kuhakikisha kwamba nchi yetu inajitegemea. Nafurahi kwamba taarifa nilizopata ni kwamba wakazi wa Iramba 80% ni wakulima. 80% ni wakulima. 80% wanaishi kwa kutegemea kilimo. Na ndio maana leo Iramba sio sehemu mojawapo ya maeneo yanayotegemea kulishwa na chakula kutoka sehemu nyingine. Uongo kweli? Kwa baba wa taifa akafanyia kazi kubwa sana. Lakini vile vile tunajikumbusha hotuba ya kwanza ya baba wa taifa kwa taifa letu tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 61, ambapo aliliambia taifa kwamba maadui wakuu wa nchi yetu ni ujinga, maradhi na umasikini. Ujinga, maradhi na umasikini. Na haya ndio mambo ambayo yanaendelea kuwa maadui wakuu wa nchi yetu. Bado tunahakikisha kwamba tunawakabili maadui hawa kwa nguvu zetu zote. Ndio maana dira ya rais wetu Samia Suluhu Hassan imekuwa ikielekeza katika kwanza kuendelea kwa nchi yetu kuwa huru, kuendelea kuelimisha vijana wetu, kuendelea kuimarisha huduma za afya, lakini vile vile kujenga uchumi wetu, akijielekeza kwenye mambo ya msingi ambayo ni maadui wa taifa letu: ujinga, maradhi na umasikini.